Kwanza nashukuru na tumepokea kwa masikitiko makubwa sana, lakini kwa namna ambavyo mimi namjua Emmanuel Matias almaarufu kama MC Pilipili, nishafanya naye kazi ya usakaji wa vipaji Tanzania TMT, ilikuwa around kama 2013 hivi yeah. Lakini baada hapo akawa ameshine sana kwenye shughuli zake za UMC na ushereheshaji katika shughuli mbalimbali kama za event na nini yeah. Kwa ni mdogo wangu. Ulipopata taarifa za msiba wa MC Pilipili, kwanza ulizipataje? Na lakini pia msiba wa MC Pilipili inasemekana kwamba alipigwa, kama ulipomfahamu alikuwa ni mtu wa ugomvi ama uaminifu? Taarifa nilipata kwenye mtandao na uzuri tuna group letu, kwa hiyo tukahakiki kwenye group, likaja taarifa likaamini kweli amefariki, lakini vitu vingine kiukweli ni mkweli sijui. Nipata taarifa tu dai kufariki basi yeah. Ni kumbukumbu gani ambayo huwezi kuisahau kwa MC Pilipili kwenye sanaa hii? Nimefanya naye kazi na ndio maana ikija taarifa kama hizi hakunaga mtu ambaye anaweza akapokea tofauti zaidi ya maumivu, lakini ninachoamini kwamba kwa sababu safari yetu ni moja, kikubwa ni kumuombea ndugu yetu tangulie katika Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, hicho tu yeah. Tunaendelea kuwakumbusha sote tunaowasili katika viwanja hivi vya Chinangari Park hapa Dodoma jiji. Karibuni sana tuomboleze pamoja msiba. Ninachojua mimi MC Pilipili alikuwa mwanzilishi wa aina ya of course kulikuwa kuna watu, lakini yeye alikuja kuamsha vijana wengi sana walika lake kwenye hii stand up comedy, na ndio maana umekuta watu wengi wanafanya, lakini hata wengi ukiwauliza wanakuambia kabisa kwamba MC Pilipili ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa ni chanzo cha uanzilishi wa stand up comedy Tanzania. Kwa hiyo ndio nakumbuka, na kwa sababu najua ni mtu ambaye anajituma kwenye kazi yake, mtu afuraha any time kama unavyomuona. Kwa hiyo nakumbuka vitu vingi na pia nimefanya naye kazi kama ambavyo nimekwambia yeah. Nikupe pole kwa sababu na wewe linakuhusu moja kwa moja. Tuwape pole pia na Watanzania kwa ujumla. Kiukweli MC Pilipili alikuwa ni mwanaharakati, ni mpambanaji, ni mtu ambaye alikuwa na ndoto kubwa sana. Na ukitaka kuamini hili unaona sehemu alizopita. Alikuwa mwalimu. Jiulize, mtu alikuwa mwalimu, akaja akawa mchekeshaji, akaja akawa MC, pia umeona alikuja mpaka kwenye uchungaji. Ni mtu ambaye alikuwa na ndoto, ambapo mimi, wewe na mtu yoyote yule ambaye mwenye akili timamu lazima uwe na ndoto. Leo hii katika maisha kiukweli kabisa ametuachia kitu kikubwa sana cha kujifunza. Kitu gani? Kwenye uthubutu. Unapoamini hiki kitu mimi nakiweza, kifanye. Umeona leo amekuwa, fikiria, sio kwamba ni legend sana kwa huu muda ambao ulikuwepo. Tazama namna alivyokuwa na vitu vingi ambavyo bahati nzuri pia hakuwa na makundi. Leo unaona msiba wake, mwenyekiti wa kamati ni Mheshimiwa Mavunde. Sio kitu kidogo, ni kwa sababu hakuwahi kumbagua mtu. Waheshimiwa wa kwake, vijana kama sisi wanatasnia wa kwake, kwa maana ya MMC, kwa maana ya kijana mpambanaji tu kawaida, kwa maana mtu yote mwenye harakati. Na hili ndio funzo ambalo asilimia kubwa kwenye tasnia huwa tunajitenga. Huyu ameonyesha kwamba jamani, haya ni maisha, tuishini hivi. Kwa hii ndio kitu ambacho napenda kuwaambia wasanii wenzangu pamoja na vijana wenzangu, kwamba kijana mwenzetu ametuachia somo, kwa maana ya kwamba tuachane na makundi. Kila mtu awe wa kwako, kwa sababu hujui ni namna gani mwisho wako utakuwa. MC Pilipili amekuja huku mzima wala haumwi. Umeona bwana, lakini angalia kifo kilivyo. Ndio unapoamini kwamba ikifika muda haizidi hata sekunde. Ikifika unaondoka. Unaondokaje? Hiyo ndo sababu inapotakiwa kutokea. Ilitokea sababu, Mwenyezi Mungu kamchukua. Maana ya kumchukua ni nini? Sisi tujifunze sasa. Ukiachia somo hilo ametuachia, pia tukumbuke kuna toba.
lazima tukumbuke kuna toba. Unaona wachungaji wote hapa, waheshimiwa wa dini wote wamekuja. Kwa sababu gani? Jamaa pia alikuwa mtu wa toba. Jamaa alikuwa mtu wa kanisani. Kwa hiyo hata wewe kijana, kama ni Muislamu, kama ni Mkristo, chochote unachokiabudu, kumbuka kufanya toba ya kweli, kwa sababu mwisho wa siku ukiondoka, unaenda wewe na toba yako huko ndio itakuokoa. Sio tasnia yako, sio kazi yako, bali toba. Toba ndio kila kitu, ambayo pia hata vitu vyako, hata kazi zako unazozifanya ndio itakayokuokoa. Unajua ukiwa unafanya toba, kuna vitu vinafunguka tu, kuna maisha yanakwenda, kila kitu, ndoto zako unatimiza vizuri. Kwa hiyo ni waase vijana wenzangu. Waswahili wanasema msiba ukiwa mbali unaweza usiufahamu sana. Msiba huu wa MC Pilipili umekuwa funzo kwetu, kwa sababu ni karibu wa kila mtu. Maana kila mtu unamuona hapa ana majonzi. Tujifunzeni kuwa karibu na watu, tujifunzeni kwamba kuna toba, tusiishi tukajisahau, kuna leo na kesho. Sisi Waislamu tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa jina naitwa Rosemary Masawe Urio, wengi wananifahamu kama Katarina Karatu. Mimi ni msanii kutoka Arusha wa comedy. Safari yangu ya uchekeshaji ilianza mwaka 2016, lakini rasmi Emmanuel MC Pilipili alinitambulisha rasmi kwenye jukwaa lake mwaka 2017. Kwa hiyo niseme Pilipili alinifungulia njia kwa upande wa sanaa. Amekuwa meneja wangu kwa miaka 4, amekuwa kiongozi, amekuwa kaka, amekuwa rafiki. Kiukweli nimejifunza vitu vingi kupitia yeye, amenisaidia, amenikutanisha na watu wengi. Nafikiri hata ambao nakutana nao leo wengi nimewafahamu kupitia yeye, na watu wengi sana mimi pia walinifahamu kupitia yeye. Taarifa za msiba nimezipata kama walipopata watu wengine kwenye mitandao. Imenishtua kwa sababu Jumamosi mimi niliongea na Ima. Jumamosi tuliongea, lakini nilikuja kukuta tayari yani watu wameshajua. Mimi nilichelewa kujua, nilikuwa nimesipatikani na nini. Kwa hiyo baada ya kupokea nimeshtuka kama mlivyoshtuka nyewe, nimehuzunika, nimeumia. Ima ni mtu mzuri, ni rafiki mzuri, ni kiongozi wangu pia kwa upande wa sanaa, lakini ameshakuwa kama familia kwa sasa. Kwa hiyo kikweli ni huzuni. Ni huzuni. Nashukuru sana. Pole kwa wote, asante. Kwa kwanza heshima yako na pole sana kwa msiba. Asante. Kiukweli kwanza MC Pilipili kwangu mimi ni mtoto. Nimemfahamu zaidi ya miaka 4 iliyopita na nimefanya naye kazi za kolabo pamoja ukumbini zaidi ya mara 3 mara 4. Ni kijana mnyenyekevu, kijana msikivu, ni kijana anayekubali kujifunza, na ni kijana mwenye upendo. Saa zote yuko happy na saa zote anakubali, ukimwelekeza anakubali. Alikuwa anakuja vizuri sana kwenye tasnia. Hapana, MC Pilipili sio mgomvi. Sio mgomvi kabisa. Kimetokea kitu gani hatujui, ila Mungu ndo anayejua. Lakini ni kijana ambaye ni muelewa katika kila harakati. Anakubali kunyenyekea, anakubali kufundishika, anakubali kushikwa mkono. Kwa sababu mara ya kwanza nafanya naye kolabo, aliniambia mama, naomba unishike mkono, nikamwambia don't worry. Na tumefanya naye kazi vizuri kabisa. Kiukweli imeniumiza kama mama. Tumepoteza nguvu ya kijana ambaye ni chipukizi anayejielewa, lakini bado tunamshukuru Mungu ya kwamba kazi yake haina makosa. Asante sana.